ama Dr. Sule ni mwenyekiti mstaafu wa vijana Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa taasisi ya Islamic Foundation. Nimetumia fursa hii kualika na kuwaita hapa ofisini kwetu. Nia na madhumuni ni nasi kama sehemu ya jamii ya Watanzania kuweza kutoa maoni yetu, fikra zetu na kuwatanabahisha Watanzania wenzetu hali halisi ya mambo ya kisiasa yanayoendelea katika nchi yetu hivi sasa. Ndugu waandishi wa habari, sisi tunafahamu na tunaamini chombo muhimu na kada muhimu inayowaunganisha jamii moja na jamii nyingine mahali popote. Kwa hiyo tunaamini kwamba uwepo wenu hapa unaweza kutusaidia kupeleka taarifa kwa jamii ili iweze kujifunza na kutambua mambo machache yanayoendelea sasa katika nchi yetu. Ikumbukwe mwaka 2025 mwezi wa 10 tunatarajia kuingia katika uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na rais, Mungu akipenda. Lakini nchi nyingi duniani zimepata hali mbaya ya kimachafuko zinapoingia katika kipindi cha uchaguzi. Hivyo ni vizuri sisi kama viongozi wa dini kuzungumza na wenzetu katika kuwaelekeza, kuwaasa, kuwashauri na pengine kutoa miongozo kwa Watanzania wenzetu, nini wafanye, nini waache kwa maslahi ya taifa letu, kwa kizazi kilichopo na kizazi au vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, ikumbukwe kwamba mwaka 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 wa vyama vingi. Tulianza uchaguzi mwaka 1995 na 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 unaoshirikisha vyama vingi. Miaka yote hii tumekuwa tukifanya siasa za kistaarabu, za maelewano, japo makwaruzo na madoa madogo madogo yamewahi kujitokeza, lakini sio yenye viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kulinganishwa na hali iliyopo sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Kwa nini nayasema haya? Unapotembea na kuangalia katika mitandao ya kijamii, unaweza ukajifunza kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani unaofanywa na viongozi wachache wenye urafi wa madaraka, wenye nia ya kutaka kutawala, iwe mvua, iwe jua, iwe amani, isiwe amani, ili mradi yeye apate uongozi wa kimadaraka. Mwaka 2000 na mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, 2010, 2015 na hata 2020 tuliingia katika uchaguzi kwa katiba ile ile iliyoandikwa mwaka 77 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2004. Na katika chaguzi hizi ukiangalia mwaka 2000 na mwaka 95 wakati tunaanza vyama vingi walipatikana wabunge wachache sana katika kada ya ubunge. 2010 waliongezeka kidogo. 2000 waliongezeka kidogo. 2010, 2005 na 2010 vyama vya upinzani vilipata wabunge wengi sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba chaguzi zote 6 zilizopita wana upinzani, vyama vya upinzani vilitumia sera na hoja za kuwawini wananchi ambao waliona kuna haja ya kuchagua baadhi ya viongozi wa upinzani ili kuipapushi serikali, ili kuipa msukumo serikali ifanye vizuri katika maeneo
ya kiutawala na kimaendeleo katika nchi yetu. Hii ina maana kwamba siasa ilitumika ipasavyo, kwa sababu lengo la siasa siku zote ni kutengeneza maisha ya jamii unayoishi nayo. Na upinzani au sera za kiupinzani au upinzani katika siasa ni kutengeneza hoja za msingi zinazoendana na sera bora katika kuwashawishi wananchi ili wakupatie dola, ili uweze kuongoza, ili uweze kutawala, kwa minajili ya kuwapa wananchi kilicho bora zaidi kuliko kile kinachotolewa na serikali iliyopo madarakani. Upinzani maana yake sio vurugu. Upinzani maana yake sio magomvi. Upinzani maana yake sio kuibomoa nchi. Upinzani maana yake sio kutengeneza mazingira ya machafuko. Jambo la kusikitisha, jambo la kushangaza, jambo la kuhofisha, kuna baadhi ya wapinzani katika nchi yetu mwaka huu kuelekea uchaguzi wamekuwa wakifanya mambo yanayoashiria uvunjifu wa amani, yanayoashiria uvunjaji wa katiba, yanayoashiria mambo ya msingi ya kisheria nchi yetu. Tanzania inaongozwa na katiba. Katiba ya Tanzania inatutaka kila mwaka baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi kwa lengo la kubadilisha viongozi au kuwaweka viongozi ili waende wakatekeleze yale ambayo wananchi tunayataka. Na kila chama cha upinzani kinakuja na muongozo wake, kinakuja na sera zake, kinakuja na mpango mkakati wake ambao wanakwenda kuuanika sera zake kwa jamii, ili jamii itathmini katika kila chama kinachokuja katika maeneo yao ni chama gani kilicho bora na kinaleta sera ambazo zitawakonga, kuwafurahisha na kuwapendezesha Watanzania na kuvoti katika chama hicho ili chama hicho kiwatumikie wananchi. Huu ndio msingi wa kisiasa na ndio upinzani na ndio maana ya upinzani katika siasa. Lakini cha kusikitisha na cha kushangaza, sisi kama viongozi wa dini tunapata shida mipango inayofanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo chini ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Yeye ameanzisha kitu ambacho kila Mtanzania mwenye akili timamu na anayetakia amani nchi hii hawezi kuungana naye kwa lengo la kumuunga mkono ili kusapoti yale anayoyafanya au anayoyasema au anayoyashauri. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Kuna maelezo kwamba no reform, no election. Kauli hii ni ndogo mdomoni, lakini ina madhara makubwa. Madhara yake ya kwanza, inavunja katiba ya jamhuri. Katiba ya jamhuri inatutaka mwaka 2025 tufanye uchaguzi. Unaposema hutaki uchaguzi ufanywe na unakwenda kuhamasisha watu wakatae, wafanye vurugu, wafanye fujo ili uchaguzi usifanywe, maana yake kwanza wewe sio mzalendo wa nchi yako, kwa sababu unapingana na katiba ambayo imekuwa kwa miaka mingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 95 ndio ikatengeneza vyama vingi, iliyoruhusu vyama vingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 2000, katiba iliyoendesha uchaguzi 2005 na 10 na 15 mpaka na 20, ndio katiba hii iliyoendesha uchaguzi. Ndio katiba hii iliyotumika kuendesha uchaguzi. Bahati nzuri sana, baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 na hali ya kisiasa tulikotoka, hakuna Mtanzania asiyejua wala asiyefahamu kwamba baada ya mwaka 2020 hali ya kisiasa Tanzania ilikuwa mbaya. Viongozi wengi wa upinzani waliondoka nchini kwa madai wanahofia usalama wao, wakaamua kwenda kuishi nje ya nchi yetu ili kutafuta salama ya maisha yao. Na walifanya hivyo wakionyesha kwamba viongozi wa chama kilichopo madarakani hakiwatendei haki. Baada ya yale yaliyotokea, kwa kudura ya Mwenyezi Mungu, mama yetu Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipochukua madaraka, aliamua
kukaa chini na kubadili mtazamo wa kisiasa katika nchi yetu. Alipata fursa ya kukutana na wapinzani. Ndio kiongozi wa kwanza wa serikali kupitia Chama cha Mapinduzi kualikwa kwenye mkutano wa chama cha upinzani na kuwa mgeni rasmi, na akaenda akazungumza, akawaasa wana wa Tanzania na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutaka kuijenga Tanzania yetu moja, kutaka kujenga umoja na mshikamano. Tushindane kwa sera na hoja, tusishindane kwa vurugu na fujo ili tukaivunja nchi yetu. Alhamdulillah, mama huyu alifanikiwa, alitengeneza 4R zilizopelekea wale viongozi wote wa upinzani walioikimbia nchi walirudi nchini, wakakubali kutengeneza vyama vyao ili kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sisi tunaamini upinzani ni kutengeneza hoja na sera madhubuti zinazoweza kuwashawishi wananchi kukichagua chama husika. Upinzani si vurugu, upinzani si fujo, wala upinzani si uasi, kwa sababu Tanzania hii ambayo leo wewe unataka uwe kiongozi kwa gharama yoyote, hata ikibidi kumwaga damu, ni Tanzania ambayo wanatakiwa wairithi vizazi vijavyo, kama ambavyo sisi leo tumeirithi kutoka kwa nchi, kutoka kwa viongozi au wazee wetu waliotangulia. Mwalimu Nyerere wakati wake walikuwa watu wanampinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Mwinyi wakati wake wapo watu walimpinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Kikwete, Mkapa na kadhalika walikuwa katika nchi hii wakiongoza na watu walimpinga kwa hoja na sera. Lakini hatujawahi kuona kiongozi wa upinzani anatengeneza mazingira ya vurugu, anatengeneza mazingira ya uasi, anatengeneza mazingira ya kuharibu amani ya nchi eti tu kwa sababu anataka kuwa kiongozi wa nchi. Na pale anapoona hana sera za kuandaa chama chake na kuchukua dola, muda mfupi amechukua madaraka ndani ya miezi 8, anaona hawezi kuchukua dola kwa njia ya ushawishi, anataka kutengeneza mazingira ya kuwashawishi watu na kuivuruga nchi hii amani yake. Hili sisi kama viongozi wa dini katu abadani hatuwezi kukubaliana nalo, na tunawaasa wa Tanzania wasikubaliane nalo jambo hili kwa gharama yoyote. Na mimi nitatoa hoja na evidensi za kutosha kwamba malengo ya Chadema kwa wakati huu sio kuchukua dola, ni kuvuruga nchi. Nitatoa evidensi, na ninazo evidensi za kutosha. Nitatoa chache na naweza kutoa nyingi zaidi kwa hali inayoonekana na malengo ya wanasiasa waliopo sasa. Mfano, ndugu zangu, katika hali ya kawaida boksi ya la kura ndio linalotoa maamuzi ya nani awe kiongozi. Unaposema leo hutaki kufanya uchaguzi kwa sababu unazozieleza, kuna vitu vingi vya maswali ya kujiuliza. La kwanza, Chadema tangu imeingia madarakani hivi sasa tumepita katika chaguzi 6. Iliwezaje kukubali kuingia katika chaguzi 6 na wao wakigombea katika maeneo mbalimbali? Wengine katika hawa wanaopinga leo wameshawahi kushika nafasi ya madaraka ya kuwa mbunge. Kwa katiba hii, kama uliweza kuwa katika nafasi hizo na kuchukua uongozi katika katiba hii na watu walikuchagua na ukawa kiongozi, ukakaa bungoni, ukala posho za Watanzania, ukalipwa mshahara wa Tanzania, nini kimebadilika leo? Unachosema haiwezekani uchaguzi ufanywe, tutahamasisha uasi, tutapinga uchaguzi, tutahamasisha watu uchaguzi usifanyike. Una agenda gani ya siri iliyopo nyuma yako leo inayofanya uchaguzi huu uzuie usifanyike kwa gharama yoyote, hata ikibidi kwa kufanya vurugu? Liko swali wa Tanzania tunatakiwa tujiulize. Liko swali wa serikali inatakiwa ijiulize. Liko swali viongozi wa dini wanatakiwa wajiulize, na wakae chini watafakari kwa kina, kisha wayafanyie kazi mambo haya na kuyatolea maelezo ya kina, na kuwaasa wa Tanzania wasikubali kuivuruga amani ya nchi yetu. Ndugu zangu, nchi hii leo ikifikia mahala ikaingia na vurugu,
Inawezekana Watanzania vurugu hawajui maana yake nini. Inawezekana Watanzania wengi hawajui madhara ya kuvunjika amani ni yepi, kwa sababu tumeishi katika nchi yenye amani kwa muda mrefu bila ya kuwa na vurugu. Mimi nimetembea karibu nchi nyingi za Afrika zenye vurugu, na nimeona hali ya usalama inapokuwa mbaya, matokeo ya wananchi wake. Nataka nitoe mfano mdogo Kongo. Mimi na marafiki zangu wanaishi Goma, na marafiki zangu wanaishi maeneo mbalimbali ambayo M23 wamechukua dola pale. Wamechukua nguvu na wakaamua kusimama katika maeneo yale. Nataka nikuambie leo, kama unakwenda Goma, kila siku asubuhi kwa uchache unaokota maiti 7-8 barabarani zimekufa. Leo ukienda maeneo kama ya Goma na maeneo ya Bukavu, usiku kuanzia saa 5 watu wanaweka mpaka vinu, michi na kila kitu kwenye milango kuzuia watu kuvunja. Manake ikifika usiku watu hawalali mpaka saa 11, wanaogopa kulala kwa sababu watu wanaingia, wanavunja milango, wanaiba vitu, vurugu, kwa sababu hakuna msimamo, hakuna amani. Jambo hili linapokuja kwetu sisi, watakaoathirika ni wazee, watakaoathirika ni watoto wadogo, watakaoathirika ni wanawake. Hawa ambao leo wanahamasisha vurugu, familia zao zinaishi Belgium, wana nyumba Belgium, wanakaa Belgium, watoto wao wanasomea Belgium. Hawa wanaoamrisha vurugu leo, familia zao zinaishi Canada, wanakaa Canada, wana nyumba Canada. Wewe Mdengereko wa Rufiji, wewe Muha wa Kigoma, wewe Mchaga wa kule maeneo ya Same, wewe Makonde wa kule Mtwara, ambaye huna hata pasipoti ya kuvukia katika nchi hii, hujui hata utakwenda kuishi wapi, ukivuruga mahala pa kuishi pako, na utakwenda kuanza maisha wapi? Tuna amani, kula yetu ya manati, mbio zetu ndio zinatupa riziki. Kuna sababu gani ya kuivuruga nchi hii? Kuna sababu gani ya kuvuruga amani ya nchi hii? Bila ya shaka Watanzania tunatakiwa tuwe makini na nchi yetu na tusikubali kuibomoa nchi yetu. Nataka nitoe mfano mmoja. Leo nilikuwa naangalia kwenye vyombo vya habari, naona kwamba kuna mwanasheria amechukuliwa kutoka nje ya nchi yetu, anakwenda kufanya kazi ya kutetea maslahi na haki za viongozi waliopo ndani. Nataka nikuambieni, Afrika Mashariki kama kuna nchi watu wake hawana adabu, namba 1 ni Kenya. Narudia tena kipande hiki, stafuni maneno. Yani kama kuna nchi wananchi wake katika hizi East African, wananchi wake hawana adabu, basi Kenya wanaongoza. Mimi Kenya nakwenda sana, nakaa sana, naishi sana. Mwananchi wa Kenya anaweza akamtukana kiongozi wa serikali kwa nafasi ya rais, matusi ya nguoni, kana kwamba huyo kiongozi hana baba, hana watoto, hana familia. Yani miongoni mwa nchi ambazo zimekiuka maadili. Sasa unajiuliza maswali, Tanzania hii na wanasheria milioni kidogo, tunakwenda kutafuta mwanasheria nje ya nchi, nchi ambayo hata maadili yake yamebomoka. Nyinyi mashahidi, vijana walivyofanya fujo, wamevunja nchi yao, wameharibu nchi yao. Kwenye vyombo vya habari unaweza kuwa uliona madogo zaidi kuliko sisi tunaokwenda katika nchi ya Kenya, tunayoona hali ya siasa ilivyo nchini Kenya. Yani unakwenda kujifunza vitu, unajifunza vitu kwamba kuna watu wanaishi kwa maslahi. Mfano, wakati wa Raila Odinga kule Kenya watu walikuwa wanafanya vurugu sana. Juzi wamekubaliana nusu mkate na Rais Ruto, nchi imetulia. Sasa hawa walikuwa wanataka mabadiliko, wanataka kugawana mkate. Kiongozi wa siasa mwenye mfano huu, ambaye yeye anaangalia tu maslahi yake bila kuangalia maslahi ya watu wake, huyu ni kiongozi mwenye faida kiasi gani? Umeshawapeleka watu katika vurugu, wamepigana, wamepigwa risasi, wamevunjwa miguu, wameathirika, wengine wamekufa. Alafu damu ya wale waliokufa, wewe unakwenda kukubali kufanya suluhu na makubaliano na serikali, mnaanza kugawana mkate, unalipwa mshahara, na unatangazwa kabisa, huyu kiongozi safi, huyu kiongozi sawa, huyu kiongozi tunafanya naye kazi. Utajifunza kwamba siasa za wenzetu ni siasa za maslahi. Kiongozi anawatumia wananchi kama mtaji ili kupata maslahi yake, na wale wasiokuwa na akili timamu wanasema tunakiwake na kiharibike na kinuke.
unapokinukisha hapa unakwenda kuishi wapi? Unapoibomoa nchi hii unakwenda kuishi nchi ya nani? Urithi aliyotukadiria Mungu kwa kuzaliwa ni Tanzania. Ndipo mahala Mwenyezi Mungu ametusaidia tuishi. Iwe itakavyokuwa, kiongozi yoyote atakayekaa madarakani havuki miaka 5. Akimaliza miaka 5 kuna uchaguzi mwingine. Tunapoona haturidhishwi naye tutamchagua mwingine, tukamwacha yule. Kuna sababu gani za kuendelea kufanya vurugu? Ikiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ameamua, ameridhia kuwapa uhuru watu wa upinzani. Walikuwa wanasema si hatupati uhuru, tukitaka kufanya mikutano polisi wanatuzuia, tukitaka kufanya mikutano polisi wanatupiga. Mama akawapa mpaka doria upinzani. Wanataka kufanya mkutano polisi hawapo, wanakulindeni. Mnataka kuandamana polisi hapo, wanakulindeni. Imefika mahala wamejaribu kwenye kuandamana, polisi wakawalinda, sera ikawagonga, wakashindwa. Wameona sasa tunakwenda kwenye uchaguzi, wananchi hawatoridhika kufuata sera za vurugu ambazo hazijatulia. Mwisho wa siku wanaamua kuanzisha vurugu. Mimi nataka niwaase tu watu wa vyama vya upinzani kwa nia njema kabisa, kwa maneno mepesi. Wanachofanikiwa CCM katika nchi hii, yale yote ambayo wapinzani wanayaona kama hoja ya msingi ya kuwashawishi wa Tanzania waitoe madarakani CCM wanafanya kuwa mtaji, wanaifanyia kazi. Ukisema hakuna barabara, CCM wanajenga. Ukisema hakuna shule, CCM wanajenga. Ukisema hakuna hospitali, CCM wanajenga. Ukisema shule ina gharama, CCM wanatoa elimu bure. Kila unachosema wao wanakifanyia kazi. Na kawaida ya mwananchi na mwanadamu yoyote anapotendewa wema hukumbuka fadhila na wema. Kwa hiyo kuitoa CCM nchi hii kwa njia ya hoja, kwa njia ya nguvu ya hoja, itakuwa jambo gumu sana, kwa sababu kile unachokipigia kelele wao ndio wanachokiwini, na wao ndio wanachokwenda kukifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba ile kero unayotaja wewe leo wao wanaifanyia kazi. Hiki ndicho kinachowafanya CCM wabaki madarakani. Kwa sababu kama ni kuhonga nchi, utawaonga watu wangapi? Nani anaweza kutoa pesa kwa kila mwananchi ampigie kura? Ni jambo haliwezekani. Lakini kutatua matatizo ya watu, kugusa shida za watu, kusimama na haja za watu, ndiko kunakofanya CCM iendelee kutawala. Ndiko kunakofanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kuwa chama kinachoweza kushika dola. Sasa niseme tu na niwaombe Watanzania wenzangu, kwanza tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kuibomoa nchi yetu. Tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kubomoa nchi yetu. Ikiwa mwanasiasa katika uchaguzi huu, kabla ya uchaguzi, sera yake ilikuwa na lengo ya kutubomoa na kutugawa, huyo asipate kura hata ikibidi ya mamake mzazi. Yani huyo asipate kura, kwa sababu atakuwa hana lengo la kuisaidia Tanzania na Watanzania, bali atakuwa na lengo la kufaidika na maslahi yake binafsi. Na sisi kama Watanzania tunatamani kuona maslahi ya nchi, hatutamani kuona maslahi ya mtu. Lakini jingine ambalo ni muhimu ningependa niliseme, kumekuwa na shida kidogo na baadhi ya viongozi wa dini katika kipindi hiki tunachoelekea uchaguzi mkuu. Kumekuwa na shida ya baadhi ya viongozi wa dini tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Mwanadini katika nchi hii, jukumu na wajibu wake ni kutengeneza makundi mawili kuwa kitu kimoja. Sio kulikandamiza moja au kulikolomea moja au kulipa amri kundi moja au kulifanya kundi moja liwe nyonge na kundi moja liwe na nguvu. Nataka niseme tu, Tanzania yetu hii tulio nayo, tuna uongozi na tuna watu wa usalama ambao kila kukicha wanapitia kupitia vyombo vyao na kupata taarifa sahihi zinazoweza kuifanya nchi yetu ibaki kuwa salama. Viongozi wa dola kupitia vyombo vya usalama, wanaponiona mimi Sule sio mtu salama, ni lazima wanikamate, wanipeleke mahakamani. Wakinipeleka mahakamani, mahakama itakuwa na kazi ya kusikiliza hoja za wale walionikamata na hoja zangu mimi niliyekamatwa.
ushahidi wa wale walionikamata na kunituhumu na ushahidi wa mimi ambaye